Rais wa Kenya William Ruto amewaomba msamaha wa Tanzania kama kuna jambo lolote ambalo Kenya imeikosea Tanzania. Akiongea wakati wa maombi maalumu ya kuliombea taifa la Kenya leo Mei 28 mwaka 2025, Ruto amesema, nimesimama hapa kuwaambia kwamba nina uhakika na kesho bora ya Kenya na si wasiwasi. Najiamini kwamba Kenya ni nchi iliyobarikiwa na kesho ya Kenya, haijalishi kitu gani kimetokea, itakuwa nzuri. Majirani zetu kutoka Tanzania, kama kuna kitu tumewakosea kwa namna yoyote, mtusamehe. Rafiki zetu wa Uganda, kama kuna kitu tumefanya ambacho hakipo sawa, tunaomba radhi. Kwa watoto wetu ikiwemo Gen Z, kama kuna hatua zozote mbaya mmefanyiwa, tunaomba radhi. Kwa majirani zetu, kama kuna hatua yoyote tumefanya, mtusamehe sana. Tunataka kujenga ushirikiano ambao utaifanya nchi yetu kuwa bora. Ruto ameomba radhi wakati huo ambapo kumekuwa na malumbano makubwa mitandaoni kati ya Wakenya na Watanzania tangu mwanaharakati Martha Karua na wenzake waliporejeshwa nchini kwao baada ya kuwasili Tanzania kufuatilia kesi ya Tundu Lissu, ambapo malumbano hayo yameshika kasi zaidi baada ya wabunge wa mabunge ya nchi zote mbili kutoa maoni yao tofauti kuhusu kinachoendelea. Hii ilikuwa ikitokea Tanzania na Kenya, haswa ukienda katika mitandao ya kijamii. Kuna matukio kadha wa kadha yaliweza kujitokeza kule Instagram, TikTok sana, ikiwemo makosa ya kimtandao ambayo yanafanywa na watu ambao wanaaminika ni raia wa Kenya, ikiwemo picha za uzalilishaji wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vitu vinginevyo vingi, ikiwemo matusi, lugha chafu. Hata hivyo, baadhi ya Watanzania pia walijaribu nao kurejesha, kwa maana ya kwamba kukawa kuna majibizano ya hapa na pale kati ya Tanzania na wa Kenya. Hii ni kule mtandaoni. Issue yote imefikia ni kule mtandaoni, lakini walio react juu zaidi na kuonekana kukasirishwa na kutokupendezwa na jambo hili walikuwa haswa ni wa Kenya. Watanzania ni kama wana react baada ya reaction mbaya kutoka kwa watu wa Kenya. Kenya wanalalamika baada ya kuona kwamba ni wamedhalilishwa, wamedharauliwa kutokana na ile kauli ya kwamba watu ambao wameshindwa wameshaharibu nchini kwao wanakuja kuweza kuharibu na nchi nyingine. Kama ulisikia kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa wao walienda kuitafsiri vibaya kwamba wameshindikana kule kwao labda ni nchi ya vurugu, haina amani, na mambo mengi sana. wa Kenya waliweza kutafsiri hivyo walipoamua kufanya reaction ya kimtandao zaidi, na hii walisikia ni kama haipendezi na pengine inawezekana ni uhalifu wa kimtandao. Na baadhi ya Tanzania pia viongozi wametaka mamlaka husika ziweze kuchukua tahadhari juu ya hili au ichukue hatua juu ya masuala ambayo yanaendelea kule mtandaoni, ikiwemo uzalilishaji wa baadhi ya viongozi wa serikali na wa kidini pia. Ndio basi, kama ingependeza zaidi, tunatamani majirani hawa hii issue ya mtandaoni iweze kuisha kabisa na waweze kukaa sawa. Ni jambo zuri rais wa Kenya ameweza kulifanya, kuomba msamaha, kwa sababu si rahisi sana kwa baadhi ya nchi haswa Afrika mtu kuweza kujishusha kwa nchi nyingine kwa kuweza kuomba msamaha kwamba wamekosea au vipi, au kuombea raia wake msamaha. Alichokifanya William Ruto ni kitendo cha kiungwana zaidi, na hii ni ukomavu, na ndio maana halisi ya kuwa rais na kuwa kiongozi, baada ya kuomba radhi kwa Watanzania na hata watu wa Uganda kama wamekosea, na hii ni kutokana na shughuli ambayo inaendelea kule nchini kwao Kenya. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.